miezi 4.5, sisi tunakwenda miezi 6.5. Kwa hiyo hali yetu ni nzuri kwenye eneo hilo. Sasa tuje kwenye chanjo. Uviko 19, ugonjwa wa corona. Kama wote mnavyofahamu, tarehe 24 Julai nchi yetu ilipokea shehena ya kwanza ya dozi 1,054,800 na kwamba kupitia mpango huu tutapata kama chanjo milioni 11. Kwa zilizokuja hizi milioni 1,058,400 ni sehemu ya hizo chanjo takriban milioni 11 ambazo tutazipata kupitia COVAX facility. Chanjo zilizokuja ni kutoka kampuni ya Johnson & Johnson, chanjo aina ya Janssen, na tayari zimeanza kutumika. Yote mmeshuhudia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akizindua zoezi hili la utoaji wa chanjo, wote mmeona, na tayari utoaji wa chanjo umeanza. Watanzania wanapokea chanjo. Chanjo mpaka sasa wengi hatujapata madhara yale ambayo watu wengi wanatishwa. Watu wanapokea chanjo, na niseme kwamba, ndugu zangu waandishi wa habari, serikali mara ya kwanza iliona kwenye mpango wake, imeona itoe kipaumbele kwanza kwenye yale makundi ambayo yana hatari ya kupata maambukizi. Wahudumu wetu wa afya, madaktari samahani, madaktari, wauguzi, hawa ndio pata, na wale wazee wetu wenye umri wa zaidi ya miaka 50, lakini pia wale wenye magonjwa sugu ambao hawa sasa kama wakipata maambukizi wanakuwa kwenye hatari kubwa zaidi, ama hawa wahudumu wa afya ambao kwa kazi zao zinawaweka kwenye hatari ya kuambukizwa zaidi. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, na mimi kama msimamizi wenu, kwanza niseme chanjo bado ni hiari. Huo ndio msimamo wa serikali. Chanjo ni hiari, anayetaka kupokea chanjo atapokea, ambaye anaona hapana, basi halazimishwi. Na mimi kama msimamizi kwenye sekta hii, kwa niaba ya serikali, hii leo nimeandaa utaratibu hapa, na nyinyi waandishi wa habari, yeyote atakayekuwa tayari kupokea chanjo leo, basi tukimaliza mkutano wetu huu, tumeandaa utaratibu hapa, tutapokea chanjo. Chanjo ni bure, unapokea kwa hiari yako. Ambaye yuko tayari atapokea, ambaye hayuko tayari hatapokea. Lakini wahakikishie mimi nitaongoza zoezi. Sikupokea juzi kwa sababu nilijua tutakutana, ili nije nipokee na nyinyi wenzangu. Siona ninavyowapenda. Kwa mimi nitapokea chanjo pamoja na nyinyi hapa leo. Wale ambao wako tayari, lakini si lazima. Msije mkaanza kukimbia mkutano wangu hapa. Si lazima. Wale ambao wako tayari tutapokea chanjo. Wanaona wanataka kusubiri au hawako tayari, si lazima. Huo ndio msimamo wa serikali. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, zoezi hili tunatarajia kati ya kesho na tarehe 5, kuanzia kesho tarehe 2 mpaka tarehe 5, tunatarajia chanjo zianze kutolewa nchi nzima. Limeandaliwa vituo kama 550 hivi nchi nzima, na Watanzania huko kuna utaratibu umeandaliwa, wanajisajili kupitia mtandao au watakwenda kwenye vituo ambavyo vimetajwa hivyo 550, watakwenda huko, watajiandikisha na watapokea chanjo kwa wale ambao wako tayari. Lakini pia mikoa imepewa uhuru wa kuangalia vile vituo vilivyotajwa. Inaweza ikaona kama kuna umuhimu wa kuwa na vituo sehemu zingine, basi watavianzisha hivyo vituo ili Watanzania waweze kupata chanjo kama ambavyo serikali imepanga. Na chanjo nyingine zitaendelea kuja, kwa sababu hizi ni milioni 1 tu na 58,400, lakini kuna nyingine nyingi zitaletwa kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wanaendelea kupata chanjo. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha Tanzania inapata chanjo nyingi iwezekanavyo. Kuna hizi dozi milioni 11 tutakazozipata kutoka COVAX facility, lakini hizi ni 20% ya mahitaji. Nchi yetu imejiwekea kama tupate kama 60% hivi. Kwa kuna kazi ya kupata 40% nyingine 40, ambayo sasa wataalamu wanatueleza tukitoa chanjo kwa 60% ya Watanzania, maana yake tutakuwa tumejihakikishia sasa kukata maambukizi ya huu ugonjwa ambao kwa sasa unasababisha madhara makubwa. Nataka niwaambie ndugu zangu, zaidi ya 40% ya watu wanaopata maambukizi wanakwenda kupata hewa tiba, yani wanawekewa oxygen. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao sio mchezo. Sasa serikali kama msimamizi wa huduma hizi za kiafya ni lazima iangalie hizi afua mbalimbali, njia mbalimbali za kukabiliana nao. Na msisitizo wa serikali, pamoja na kwamba tumeletewa hiyo ya chanjo, lakini Watanzania waendelee kuzingatia mwongozo ambao umetolewa na Wizara ya Afya, ambao unatutaka kwanza tuvae barakoa tunapokwenda kwenye mikusanyiko, tutumie vitakasa mikono, tunawe maji yanayotiririka na sabuni. Lakini pia Watanzania tufanye mazoezi. Nafahamu mimi mwenyewe nafanya sana mazoezi, wengi tunaonana huko kwenye viwanja huko. Tunafanya mazoezi, waandishi wa habari naomba tuoneshe mfano, fanye mazoezi, inasaidia, wataalamu wanatueleza.
lakini kwenye yale maeneo yenye mikusanyiko basi tuepuke ile mikusanyiko na kuwe na umbali wa zaidi ya mita 1 kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Lakini pia kwenye maeneo yale yenye mikusanyiko basi wale ambao mnasimamia maeneo hayo mnakumbushwa kuwa na vipima joto vile, ili kuweza kuona zile dalili za mtu ambaye pengine ana homa kali na inaweza ikawa inasababisha kurahisisha maambukizi ya virusi hivi vya corona. Ndugu zangu, tunatoa chanjo kwa sababu kadhaa wataalamu wanazisema, na mimi nisingependa sana nijadili utaalamu wa wataalamu, lakini wataalamu wanatuambia kwamba pamoja kwamba inaweza isikupe kinga kwa 100%, lakini inakuhakikishia kupunguza ukali wa ugonjwa. Ukipata maambukizi, kama ilikuwa uende mpaka ukawekewe mtungi wa oxygen kwa ajili ya kupumua, unaweza ukaishia kwenye homa, ukapata tiba na ukapona, ukarudi nyumbani. Ama kama ilikuwa upoteze maisha, basi wataalamu wanaweza wakakuokoa, wakakupa tiba, ukarudi nyumbani, ukaungana na familia yako, ukaendelea na maisha. Sasa kumekuwa na maneno mengi, na mimi ningependa sana ndugu zangu waandishi wa habari, najua upotoshaji huu unafanyika sana kwenye mitandao ya kijamii. Ningependa ndugu zangu waandishi wa habari tuoneshe weledi. Tusije na sisi tukajiingiza kwenye kueneza uzushi, upotoshaji na kuwatisha Watanzania, ili mradi watu wasiwe na hiari yao ya kuchukua, kwa sababu hili swala serikali yetu imeamua liwe la hiari. Sasa tusiwashinikize Watanzania wakahiari kuto kuchanja. Tuwaache wao wenyewe waamue. Kama mtu anataka kuchanjwa, achanjwe, kama ambavyo mimi nitafanya hapa, kama ambavyo Mheshimiwa Rais amefanya, Mheshimiwa Makamu wa Rais amefanya, Waziri Mkuu, mawaziri wetu na viongozi wengine wengi. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, serikali pia inapenda kuwasisitiza wananchi kwenye swala hili la chanjo. Tujitahidi sana kuwasikiliza wataalamu badala ya kumsikiliza kila mtu anayesema, maana tatizo tulilonalo sasa hivi, kila mmoja amejivalisha utaalamu, kila mmoja anajua corona, kila mmoja anajua maambukizi. Sasa tungependa Watanzania wawasikilize wataalamu wetu wanasemaje, na mambo yale ambayo wataalamu wanatuambia tuyafanye katika kuhakikisha tunakabiliana na ugonjwa huu. Wizara ya Afya yenyewe imeandaa mwongozo, na huu mwongozo naomba tuusome na Watanzania wote tuusome, tuuzingatie, utakaotuongoza ni kwa namna gani tunaweza tukaendelea na shughuli zetu, kwa sababu msimamo wa serikali ni kwamba shughuli ziendelee kama kawaida, lakini kwenye zile shughuli watu wachukue tahadhari za kujikinga na ugonjwa huu wa corona. Wizara ya Afya pia imeandaa mdahalo kesho pale Muhimbili, na waandishi wa habari mnakaribishwa, watakaotaka kwenda kufuatilia. Wale wote wenye hoja kuhusiana na chanjo na dhidi ya ugonjwa huu wa uviko 19, basi Wizara ya Afya imeandaa mdahalo pale Muhimbili. Kesho watakuwepo wasomi pale na wataalamu, wawe ni wasomi wasiwe wasomi, waende pale wakatoe hoja zao na watajibiwa, kwa sababu hoja inajibiwa kwa hoja, au sio? Lakini na swala hili la chanjo tumeshasema ni la hiari. Kwa ndugu zangu, kwenye eneo la chanjo nafikiri nimezungumza vya kutosha. Kama kutakuwa kuna maswali baadaye, basi mtaniuliza. Ningependa pia tuzungumze na juu ya hali ya utoaji wa huduma za kijamii. Serikali imeendelea kutoa huduma za kijamii kama kawaida. Kwa upande wa matibabu, huduma za kutoa matibabu kwenye vituo vya kutolea tiba, hospitali, vituo vya afya na zahanati zinaendelea. Lakini katika kipindi cha robo ya mwisho hii, serikali imechukua hatua madhubuti ya kutoa kama shilingi bilioni 191 kwa ajili ya kwenda kukabiliana, kulianza kutokea changamoto za kupungua dawa kwenye vituo vya kutolea tiba, pamoja na kuwalipa wazabuni wale walikuwa wanasambaza, wanatoa hizo dawa kwenye vituo. Kwa hiyo serikali imetoa hizo fedha kwa ajili ya kwenda kwenye vituo hivyo na kuwalipa wazabuni. Kwa hivyo sasa bila shaka muda wote hizi dawa zitakwenda kwenye vituo vya kutolea tiba na hali itakuwa imara. Sio kwamba hazipo kabisa, lakini zilikuwa zimepungua kidogo, na juhudi kubwa iliyofanywa na serikali ndio hiyo. Lakini pamoja na hayo, serikali inaendelea kukamilisha viwanda vyake vya kuzalisha dawa vilivyoko pale Idofi, Makambako kule mkoani Njombe. Pale vinajengwa viwanda 4. Kuna kiwanda cha kutengeneza vidonge vya rangi mbili, nadhani wengi mnavifahamu vile. Kuna kiwanda cha kutengeneza vidonge vya kawaida. Kuna kiwanda cha kutengeneza syrup, zile dawa za maji. Kuna kiwanda cha kutengeneza mipira ile ya kuvaa mikononi. Sasa pale kuna uwekezaji wa serikali umefanyika wa shilingi bilioni 14, na kwa kujenga kile kiwanda sasa serikali inakwenda kuokoa shilingi bilioni 33 ambazo ilikuwa inazitumia kwa kuagiza hizi dawa ndani na nje ya nchi. Sasa ni maendeleo makubwa ambayo yanafanyika. Lakini pia kuna kiwanda kinajengwa pale MSD ambacho kitakuwa kinazalisha barakoa
na kitazalisha barakoa milioni 86 kwa siku. Ni barakoa nyingi sana. Zitazalishwa hizo na zitasambazwa kwetu Tanzania hapa, na zingine pengine zitauzwa nje ya nchi kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu. Kwa upande wa huduma za maji, serikali kama mnavyojua inaongozwa na mpango wake na sera, ilani ya Chama cha Mapinduzi inaielekeza serikali hii ihakikishe maji yanafika mijini kwa 95% na vijijini kwa 85%. Kwa hali ilivyo sasa mijini, katika miji yote ya Tanzania maji yamefika kwa 86% na vijijini yamefika kwa 72.3%. Kwa lengo la serikali sasa ni kuongeza jitihada, na kuna miradi kadhaa inayotekelezwa. Miradi ya mijini inayotekelezwa iko miradi 117 inatekelezwa katika miji mbalimbali ya Tanzania, lakini pia vijijini kuna miradi kama 315 hivi ambayo pia inatekelezwa kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wanapata maji. Lakini labda niwape taarifa chache ya baadhi ya miradi. Kuna mradi wetu ule mkubwa tulikuwa tunatekeleza wa maji ya Ziwa Victoria yanayokwenda Tabora, Igunga, Nzega. Huu mradi umekamilika na umegharimu bilioni 617. Tunao mradi wa maji wa Magu umegharimu shilingi bilioni 16, huu nao umekamilika. Serikali imekamilisha pia mradi wa maji wa Mesungwi umegharimu shilingi bilioni 13. Serikali imekamilisha pia mradi wa maji wa Kagongwa Isaka, huu umejengwa kwa bilioni 24. Kuna mradi wa maji wa Lamadi umekamilika kwa shilingi bilioni 12. Kuna mradi wa maji wa Sumbawanga ambao umegharimu shilingi bilioni 35. Kwa hiyo hii ni baadhi tu ya miradi ambayo imekamilika. Tuna miradi ambayo inaendelea kutekelezwa. Tuna mradi mkubwa wa maji ule wa Arusha, mnafahamu ule unaogharimu shilingi bilioni 520. Hivi tunavyozungumza umefika 71%. Tuna mradi wa maji wa Mgango Kiabakari, huu utagharimu kama bilioni 70 hivi na umefika 15%. Tuna mradi wa maji wa Olkasmet Simanjiro, huu utagharimu bilioni 40 na umefika 97%, huko mwishoni kukamilika. Tuna mradi wa maji wa Tinde Sherui, huu nao utagharimu shilingi bilioni 24, umefika 20%. Tuna mradi wa maji wa Isimani Kilolo Iringa, huu utagharimu shilingi bilioni 9.5 na umefika 40%. Lakini pia kuanzia mwezi Novemba mwaka huu tutaanza kujenga mradi wa maji wa Simiyu. Huu ni mradi mkubwa na unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 444. Katika mkoa huu wa Dar es Salaam kumekuwa na miradi mbalimbali inayotekelezwa. Mnafahamu mkoa wa Dar es Salaam kwa sasa kwa sehemu kubwa shida ya maji imeondoka. Kazi zilizobaki sasa ni za usambazaji tu wa maji katika baadhi ya maeneo, na hali imeimarika zaidi baada ya kuwa tumefanikiwa kutekeleza kwa sehemu kubwa mradi ule wa Kisarawe, Pugu, Gongo la Mboto na Mkuranga. Kazi inayoendelea sasa ni ya kushughulikia matatizo ya maji ya Kigamboni, Chalinze na Kibamba. Lakini mwelekeo wa serikali kwa sasa ni kutumia vyanzo vya maji vikubwa. Tunataka tuanze kutumia mito mikubwa iliyoko Tanzania na maziwa. Tuanze kuwa na miradi mikubwa inayotuhakikishia kuwa na maji mengi, kwa sababu moja ya changamoto zinazojitokeza ni kwamba serikali inatekeleza miradi lakini baada ya miaka 2-3 unakuta maji hayatoki. Sasa serikali imeamua ibebe mwelekeo huo wa kuangalia vile vyanzo vikubwa vya maziwa yetu makubwa, Nyasa, Tanganyika, Victoria, mito mikubwa Ruvuma, Kagera. Tunataka tutekeleze maji, tupeleke Rufiji, Kiwila, tupeleke maji watu wanaohitaji maji kutoka kwenye mito hii. Basi tutekeleze miradi mikubwa ya kupeleka maji kwa maeneo hayo. Na mnafahamu kabisa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amekuwa na dhamira ya dhati kabisa kwenye eneo hili. Anachukizwa sana na kitendo cha kina mama kupoteza muda mwingi kutafuta maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ana dhamira ya dhati ya kuhakikisha anamtua mama ndo kichwani, na kwenye hili ameshaliweka bayana, na ningependa kuambia wataalamu wetu na watu wetu wote wanaohusika kwenye eneo hili wahakikishe wanasimamia vizuri miradi ya maji, kwa kuwa serikali itatupia macho ya karibu sana kwenye eneo hili. Kwa upande wa nishati ya umeme, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya nishati ya umeme kupitia gridi ya taifa, ambayo kwa sasa uzalishaji wake ni kama megawati 1604 hivi ndio zinazozalishwa kwenye gridi ya taifa. Lakini mpango wetu wa serikali ni kwamba itakapofika mwaka 2025 tufikie megawati 5000. Sasa hizi zitachangiwa na mambo mengi, mojawapo ni mradi wetu mkubwa wa bwawa la Nyerere kule mto Rufiji, ambako tunatarajia kuzalisha megawati 2115, wote mnafahamu. Kwa hivyo malengo ni kwamba tutakapozalisha umeme huo, nchi yetu iwe sasa na umeme wa megawati zaidi ya 3700, kama 3715 hivi,
lakini tunavyo vyanzo vingine na miradi mingine ambayo pia serikali iko kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji, na bila shaka itakapotekelezwa tutaona matokeo yake. Pamoja na hayo, mradi wa usambazaji wa umeme vijijini unakwenda vizuri. Hivi tunavyozungumza vijiji 10,324 vimeshapelekewa umeme. Tumebakiza vijiji vichache tu kama 1944, na hivi vijiji navyo vitakuwa vimepelekewa umeme hadi kufika Disemba mwakani 2022. Tutakuwa tumehakikisha kila kijiji cha Tanzania kimefikishiwa umeme, na kazi itakayobaki sasa kwa serikali ni kuhakikisha sasa kwenye hivi vijiji na maeneo mbalimbali ambako umeme umepelekwa, sasa tunaongeza nguvu kwenye usambazaji. Na mnafahamu serikali sasa imeamua kwamba usambazaji, ile connection fee, ile gharama ya kuunganishwa umeme, tumeushusha baadhi ya maeneo kinafika mpaka 300 na kitu 400, sasa ni shilingi 27,000. Tumebakiza jiji la Dar es Salaam, Ilala hii, lakini nataka niwaibie siri tu, mazungumzo yanaendelea, huenda na kote huko sasa ikawa ni shilingi 27,000. Lengo la serikali ni kwamba umeme nao uwe haki ya msingi ya Mtanzania. Kila Mtanzania awe na haki ya kuingiza umeme, na tuwe na kiwango kidogo cha gharama ya kuingiza umeme ambayo mtu yeyote anaweza kuingiza. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, kwenye eneo hili la umeme ningependa leo nizungumze kwa msisitizo kidogo kwenye eneo la kazi inayofanywa na serikali kwenye gridi ya taifa. Nimewaeleza hapo awali kwamba lengo la serikali ni kuongeza uzalishaji wa umeme tufike megawati 5,000 ifikapo mwaka 2025. Na nimewaeleza mahitaji yetu ya sasa hivi ya umeme ni kama megawati 1,200. Tulizo nazo ni 1,600. Maana tayari kwenye gridi ya taifa tuna ziada ya zaidi ya megawati 400. Sasa tunakwenda megawati 5,000. Kwa namna yoyote umeme utakuwa mwingi kuliko mahitaji yetu. Tuna mpango wetu wa kujenga viwanda nchi nzima, utahitaji umeme mwingi, lakini pengine umeme utabaki. Kwa hivyo serikali imefanya maandalizi ya kupeleka kuuza umeme kwenye nchi zetu jirani, nchi ya Kenya na nchi ya Zambia. Kwa hivyo ningependa sasa niwashirikishe miradi kadhaa ambayo serikali inaitekeleza, na hii ni miradi mikubwa ya kujenga njia za umeme za msongo wa kilovoti 400. Hii ni miradi mikubwa inatekelezwa ili wakati ambapo umeme huu utakapokuwa umekamilika, basi tuwe tayari tuna uwezo wa kusafirisha kwenda maeneo mbalimbali ndani ya nchi, lakini kupeleka kwenye nchi za jirani, na sisi tuweze kupata pesa kutokana na nishati hii ya umeme. Sasa miradi hii, tunao mradi wa umeme wa kujenga njia ya umeme ya kuunganisha Zambia, Tanzania na Kenya, inaitwa ZTK. Sasa huu mradi unatekelezwa kwenye vipande. Kuna sehemu ya mradi huu ambayo imekamilika kwa 100% ambayo inatoka Iringa, Dodoma, Singida, Shinyanga. Hii ni njia ya umeme ya kilomita 617. Mradi huu umeshakamilika na serikali imeshatumia bilioni 753 kutekeleza mradi huu. Kulikuwa na kazi kubwa ya kukamilisha kituo cha Dodoma pale ambayo imeshakamilika, na kinachoendelea sasa ni kujenga njia sasa ya kuanzia Singida na Manga Arusha. Pale pana kilomita 414, na hii sasa ndio inatupeleka mpaka Isinya kule Kenya. Kwa hiyo tukishatengeneza njia hiyo, maana yake ni kwamba sasa tunakuwa na uhakika sasa wa kupeleka umeme Kenya. Sasa mtaniuliza kwa upande wa Zambia, tunao pia mradi mwingine wa ujenzi wa njia ya umeme ambayo inatoka sasa Iringa, Tunduma, Sumbawanga, Kigoma, Nyakanazi. Inaitwa North West Grid. Yaani ni njia ya umeme ya kaskazini magharibi. Sasa hii ni ndefu kidogo, ina urefu kama wa kilomita 418, na ujenzi wake tunatarajia uanze mwaka huu kwa gharama ya shilingi trilioni 1.07. Ni mradi mkubwa, na hii itaanza kwa kipande cha tatu sasa. Itaanza kipande cha kuanzia Kigoma Nyakanazi, kutakuwa na kilomita 128 ambacho ujenzi wake pia unatarajiwa kugharimu kama bilioni 283. Kwa hiyo ni njia nzima, lakini tutakwenda sasa kwa vipande vidogo. Kipande cha kwanza ndio hicho cha Iringa Sumbawanga ambacho kitakwenda kwa kilomita 418, lakini itafuatiwa na kipande cha tatu. Kile kingine tutakifanyia utaratibu, lakini na chenye kitaanza cha kilomita 128. Kwa sehemu ya njia hii itatumika kuunganisha pia kwenda Zambia. Kushatekeleza huo mradi sasa, ukifika Tunduma kule tutakuwa sasa na uwezo wa kufikia soko la kuuza umeme kule nchini Zambia. Tunao pia mradi wa ujenzi wa njia ya umeme ya kilovoti 220.
Hapa tunajenga njia umeme ya Nyakanazi Geita. Pale pana kilomita kama 114 na hapa tunatarajia tutumie gharama kama ya shilingi bilioni 421. Ni njia ndefu kidogo na kazi hii inaendelea kufanyika. Hivi tunavyozungumza imefikia asilimia 86. Tumekamilisha pia ujenzi wa njia ya umeme ya Geita Bulyanhulu kilomita 53 kwa gharama ya shilingi bilioni 123, lakini pia tumekamilisha ujenzi wa njia ya umeme ya Kurasini Kigamboni hapa Dar es Salaam kama kilomita 14 na tumetumia kama bilioni 290. Kazi hii imekamilika mwezi uliopita huu mwezi Juni. Kwa hivyo ndugu zangu, kwenye kazi hii ya kuhakikisha nchi yetu inapata umeme wa kutosha, lakini pia tunasambaza kwenda kwenye maeneo mbalimbali ya ndani na nje ya nchi, hii kazi nayo pia inaendelea. Tunayo pia mradi wa ujenzi wa njia ya umeme ya msongo wa kilovoti 400 ule wa kutoka Rufiji. Sasa hii ndio kule kwenye ule mradi wetu wa bwawa la Nyerere kule mto Rufiji. Tunajenga njia ya umeme ya kutoka Rufiji kuja mpaka Chalinze. Hapa patakuwa na ambapo tunakuja kuunganisha na grid ya taifa. Patakuwa na kilomita kama 167. Hii kazi ndio kwanza imeanza. Matarajio yetu ni kwamba itakamilika ifikapo mwezi Aprili mwaka 2022. Na mtakumbuka kwamba mpango ama utaratibu tuliojiwekea ni kwamba itakapofika mwezi Juni mwakani bwawa la Nyerere lianze kuzalisha umeme. Kwa hivyo sasa hii njia ni lazima ikamilike mwezi wa 4, kwa sababu ikishakamilika sasa ndio tutakuwa na uwezo wa kuutoa umeme kule Rufiji kuja kuuleta kwenye grid ya taifa ambayo imepita Chalinze. Lakini tukifika pale Chalinze tutajenga njia mbili. Tunajenga njia moja inakuja Dar es Salaam kuja Kinyerezi, na tutajenga njia moja ya kwenda Dodoma. Hii ya Dar es Salaam itakuwa na kilomita 115, lakini tutajenga njia nyingine sasa ya kutoka pale Chalinze kwenda Dodoma. Hii itakuwa ndefu kidogo ya kilomita 325. Hii yote ni katika kuhakikisha umeme huo tuna usambaza. Na kama nilivyoeleza ndugu zangu, tunafanya hivi kwa sababu baada ya kuanza kuzalisha umeme pale mto Rufiji tutahitaji sana usambazaji wa huu umeme. Vinginevyo nchi yetu tutajikuta tuna umeme mwingi ambao hatuna mahali pa kuupeleka, na sisi tusingependa tufikie kwenye hatua hiyo. Kwa upande wa sekta ya elimu, serikali imeendelea kutoa elimu bila malipo kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Kwenye robo ya mwisho hiyo ya mwaka uliopita tayari tumeshatoa bilioni 62 na milioni 416, lakini serikali pia imetoa bilioni 137 kwenye robo hiyo kwa ajili ya kutoa mikopo ya elimu ya juu, kwa sababu haya mambo yanakwenda pamoja, kwamba watoto wapate elimu bure shule ya msingi na sekondari, lakini wakifika chuo kikuu wanapigwa mikopo pale wanakwenda. Na hivi sasa kwenye bajeti yetu ya safari hii serikali imetenga shilingi bilioni 570. Lengo letu tunataka kila mwanafunzi atakayeomba mkopo, ili mradi ana sifa, anakidhi vigezo, apatiwe mkopo. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan inakwenda kufuta kabisa matukio ya maandamano na madai ya wanafunzi, kwa sababu tunataka sasa wanafunzi wabakize jukumu lao moja tu la kupata elimu na ujuzi wanapokuwa shuleni, ili waje walitumikie taifa lao vizuri. Lakini kuna juhudi nyingine ambazo zinaendelea: ujenzi wa maboma ya shule, ujenzi wa nyumba za walimu, ujenzi wa maabara, na tuna mpango ule wa ujenzi wa shule za sekondari za wasichana za masomo ya sayansi. Bila shaka wote mnafahamu lengo letu ni kwamba serikali kila mkoa wa nchi hii ujengewe hiyo shule ambayo itakuwa na kidato cha kwanza mpaka cha 6. Watoto wetu wa kike tunataka tuzalishe wanasayansi wanawake. Kwa hiyo mpango huu umekwenda vizuri na tayari fedha zimetengwa kwenye bajeti hii kwa ajili ya kuanza kutekeleza. Kwenye sekta ya afya, pamoja na kuendeleza juhudi kubwa za kukabiliana na ugonjwa wa uviko 19, lakini serikali imeendelea kufanya kazi katika maeneo mbalimbali ya huduma za kutolea huduma na kuanzisha huduma mpya. Kama mnavyojua, serikali imeendelea kutekeleza mpango wake ule wa kuhakikisha tunatekeleza ile bima kwa wote. Tunafahamu tunataka nchi yetu hii Watanzania wote wawe na bima ya afya, ili kusiwe sasa na matatizo ya watu, mtu anakwenda kutibiwa unakosa. Sasa serikali imeshaanza maandalizi ya eneo hilo, na mwaka huu katika bajeti imetenga shilingi bilioni 149.7, na hizi zitaanza sasa mwezi Septemba. Mswada wa sheria unapelekwa bungeni kwa ajili ya kuanza sasa kutekeleza bima hii, na tutaanza sasa na makundi yale ambayo hayana uwezo wa kugharimia bima. Itaanza kwa awamu. Lengo letu ni kwamba twende katika maeneo mbalimbali tuweze kufanikisha eneo hilo. Lakini pia kumekuwa
na dhamira ya serikali ya kuhakikisha tunaimarisha matibabu ya kibingwa. Nchi yetu tunataka tufike mahali tuanze kitu kinaitwa utalii wa matibabu, medicine tourism. Sasa ili ufikie hapo lazima uwe na huduma bora sana za matibabu. Kwanza ni huduma za kibingwa, kwa sababu matibabu ya kawaida yanapatikana maeneo mbalimbali. Tunataka watu watoke kwenye nchi mbalimbali huko waje Tanzania kwa ajili ya kuja kupata huduma hizi za matibabu. Sasa kwenye juhudi za kutekeleza jambo hili, kazi kubwa imefanyika, na ningependa ndugu zangu waandishi wa habari niwape taarifa baadhi ya maeneo ambako tayari tumeanza kuchukua hatua madhubuti. Kwanza tumekamilisha usimikaji wa mitambo ya kuzalisha hewa tiba oxygen. Tumeweka mitambo 7 katika mikoa 7 ya hospitali za mikoa za nchi yetu, na mitambo hii serikali imetumia kama bilioni 8.7 kuhakikisha tunaweka mitambo hii ya kuzalisha hewa tiba, yani oxygen, kwa ajili ya wale wagonjwa wanaofikia hatua ya kushindwa kupumua, wanawekewa oxygen. Tumefunga Geita, Manyara, Dodoma, Dar es Salaam, Amana pale, Mtwara, Ruvuma na Mbeya. Kwa hiyo kazi hiyo imefanyika vizuri, na matarajio yetu ni kwamba tutaendelea kupanua ujenzi wa mitambo hii kwenye hospitali nyingine. Na mnafahamu hata kwenye kipindi hiki cha ugonjwa wa corona uviko 19, hewa tiba hii inahitajika sana kwa wagonjwa wetu. Lakini vile vile serikali imekamilisha kufunga mashine kwa ajili ya kupasua ubongo bila kufungua. Kuna kazi kubwa imefanyika pale Moi hapa jijini Dar es Salaam. Kuna mitambo inaitwa angio suite. Yaani hii unafanya upasuaji wa moyo, na naomba waandishi wa habari mwe mnakwenda pale Moi, mnapata utaratibu pale, mnaangalia kazi kubwa iliyofanyika na serikali. Zimewekeza shilingi bilioni 7.9 pale kwa ajili ya kuwekeza kwenye mtambo huu. Huu ni mtambo wa kisasa na haupatikani kwenye nchi nyingi, lakini sisi Tanzania tayari tuna uwezo wa kufanya upasuaji wa ubongo bila kufungua kichwa, na hiyo inapatikana hapo Moi. Lakini pia tumeweka mtambo wa pili wa cath lab na Cato 3 ambao una thamani ya bilioni 4.6 pale taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa ajili ya kufanya uchunguzi na kutibu magonjwa ya moyo kwa ubora wa hali ya juu, na mliona Mheshimiwa Rais alikwenda pale kwa ajili ya kuzindua. Hizi zote ni juhudi za kuimarisha matibabu ya kibingwa. Lakini hapa taasisi ya kansa ya Ocean Road kuna kazi pia inaendelea, ambapo tunataka kusimika mtambo wa PET scan. Yaani huu mtambo utakuwa ni wa kisasa wa kufanya matibabu ya kansa, na pale serikali inataka kuwekeza kama bilioni 14. Ni mtambo mkubwa. Bado nataka kusema, ndugu zangu waandishi wa habari, mnapopata nafasi naomba muende kwenye maeneo haya, muangalie jinsi serikali inavyokwenda na hii safari ya kuhakikisha tunajiimarisha na kuwa na utalii wa kimatibabu. Watu watoke nchi mbalimbali na tayari wanakuja. Hivi tunavyozungumza tunapata wagonjwa kutoka nchi za Afrika nyingi tu, na wengine hata wanatoka nje, wanakuja hapa wanafanywa upasuaji pale taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, wanakwenda pale Moi. Na sasa tunataka kupaimarisha hii hospitali yetu ya kansa ili matibabu haya ya kibingwa yaweze kupatikana. Lakini pia tumenunua mashine hizi sasa za x-ray, digital x-ray, ambazo ni za kawaida zinakwenda kwenye hospitali mbalimbali. Serikali imenunua hizi mashine 18 kwa bilioni 5.3, na mashine hizi zimepelekwa kwenye hospitali zetu za halmashauri. Kuna hospitali za halmashauri 14 zimeshafungiwa na zingine 4 zitafungiwa kwa sababu majengo yao yapo kwenye ukarabati na mengine bado yanakamilishwa ujenzi. Lakini lengo ni kwamba hospitali zetu hizo zote zipate hizo digital x-ray kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kimatibabu. Pale hospitali ya mkoa wa Mwanza Sekoture, serikali imenunua CT scan, ultrasound na vifaa vya mama na mtoto kwa ajili ya matibabu, vifaa vya upasuaji, vifaa vya utakasaji, na nyingine hii sasa Kiswahili chake inaitwa incinerator. Hivi ni vifaa vya kimatibabu vimepelekwa pale Sekoture, na pale serikali imepeleka vifaa hivi kwa gharama ya shilingi bilioni 2.2. Tunasimika pia mtambo wa MRI, na huu nao ni mtambo wa uchunguzi kwenye hospitali yetu ya rufaa ya Kanda ya Ziwa pale Bugando, umenunuliwa na serikali kwa bilioni 2.4. Lakini pia tunasimika CT scan kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa Mwananyamala hapa Dar es Salaam ambayo ina thamani ya bilioni 1.44. Na pia kuna vifaa vingine vyenye thamani ya bilioni 6 vinapelekwa kwenye hospitali zetu mbalimbali za mikoa hapa Tanzania. Tunayo fluoroscope, tuna digital x-ray, ultrasound, na hivi vifaa vya mama na mtoto, incinerators, na hivi vya utakasaji, vyote vinafungwa huko kwa ajili ya kuhakikisha hospitali zetu zinakuwa na matibabu imara. Kwa hivyo kwenye miundombinu serikali hii
imetoa kama bilioni 150 hivi kukamilisha majengo ya hospitali za mikoa. Nafahamu kuna kwenye mikoa mbalimbali kuna hospitali zinajengwa. Kwa fedha hizi zimetolewa, zimekwenda kwenye hospitali za mikoa yetu. Tuna hospitali ya mkoa wa Njombe, Geita, Songwe ambayo imekamilika karibu kwa 90%, mingine na malizia. Bila shaka majengo mengine yatakuwa yameshakamilika kabisa. Lakini tuna hospitali ya mkoa wa Mwanza, kuna majengo yanajengwa pale iko 80%, na tunazo hospitali za kikanda ambazo zinajengwa. Tunayo Mtwara kule, Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Isdori Mpango amekwenda huko juzi, ameweka jiwe la msingi. Hospitali ile ya kanda ya kusini imefika 97% ya ujenzi wake. Lakini tuna hospitali ya Burigi Chato na yenyewe karibu 100% imekamilika, na tuna hospitali ya kanda ya kusini inaitwa Meta kule Mbeya, na yenyewe imefika 90%. Lakini pia serikali imeajiri watumishi. Nafahamu tumekuwa na changamoto pia ya watumishi wa afya. Kuna watumishi wa afya wameajiriwa kama 4127 hivi. Hii yote ni katika kuhakikisha tunaimarisha huduma hizi za matibabu. Ndugu zangu waandishi wa habari, ningependa pia kuwapa taarifa ya maendeleo ya miradi yetu ya kimkakati. Najua hii ni kiu ya watu wengi. Miradi yetu hii kwanza niwaeleze kwamba inaendelea vizuri, utekelezaji unaendelea vizuri na yote itakamilika. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameshasema kwamba miradi hii yote lazima ikamilike, na kauli mbiu yake ya kazi iendelee, anasema tutaendeleza yale yote tuliyoyarithi kutoka kwenye awamu zilizopita, tutaanzisha mengine mapya. Kwa hiyo hii miradi ambayo ilikuwepo yote itatekelezwa, na mimi niwaambie maendeleo kwa baadhi ya miradi. Tuna mradi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kisasa SGR ama standard gauge railway, kipande cha kuanzia Dar es Salaam mpaka Morogoro, kilomita 300, tumeshafika 92%. Mkandarasi ameshalipwa zaidi ya trilioni 2.18. Kazi inaendelea. Na pia TANESCO kwenye eneo hili la kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro wameshajenga njia ya umeme, imekamilika kwa 100%, kilomita 160 kwa gharama ya shilingi bilioni 73. Kwa hiyo katika kipande hiki tunatarajia treni ya abiria ya majaribio mwezi Novemba. Mimi mwenzenu nimeshaanza kupanda kutoka Ngerengere mpaka Pugu. Pale sasa hivi ukipanda treni ya wakandarasi unateleza safi kabisa. Matarajio yetu ni kwamba kufika mwezi Novemba treni ya majaribio watu watatoka Dar es Salaam mpaka Morogoro. Tutakuwa sehemu zilizobaki za 8% iliyobaki zitakuwa zimekamilika, na kile kipande kingine cha kutoka Morogoro kwenda Makutupola ile ya Singida pale pana kama kilomita 422 hivi, na chenyewe kazi inakwenda vizuri. Hivi tunapoongea ujenzi umefikia 66%. Na pale mpaka sasa mkandarasi ameshalipwa zaidi ya trilioni 1 na bilioni 218. Kwa hivyo hii barabara yote, hii reli yote ya kutoka Dar es Salaam kama ambavyo tumesema kwenye taarifa zetu zilizopita, serikali hapa inatarajia kutumia kama trilioni 7.02. Hizo ndio zitakazokamilisha kutoka Dar es Salaam mpaka Makutupola. Lakini pia kuna ujenzi wa kipande cha 5 cha kuanzia Mwanza mpaka Isaka, kilomita 421. Kazi inaendelea vizuri, na hivi tunavyozungumza mkandarasi yuko anasafisha eneo, kumradhi, ni kilomita 341. Mkandarasi yuko anasafisha eneo la kutoka Mwanza mpaka Isaka. Lakini Mheshimiwa Rais ameshaagiza sasa kutoka Makutupola kwenda Tabora, kutoka Tabora kwenda Isaka tayari maandalizi yaanze, na shirika letu la reli Tanzania TRC linaendelea kukamilisha maandalizi hayo ili eneo hili sasa likamilishwe na baadaye tujenge sasa kuunganisha kwenda Kigoma. Lakini pia ameshatoa maelekezo tutoke Kaliua kwenda mpaka Kalema ili tuweze kufikia Kongo ile ya mashariki. Huko kuna mizigo mingi sana kule, na nia ya Mheshimiwa Rais ni kwamba nchi yetu tuwe wasambazaji wa mizigo kwenye eneo hili. Na jambo muhimu kwenye eneo hili ndugu zangu ni kwamba serikali yetu haimkopi mkandarasi. Wakandarasi wanaofanya hizi kazi wanalipwa kwa muda na kazi zinaendelea kama kawaida. Kwa bwawa la umeme la Julius Nyerere ambako tunatarajia megawati 2115, kazi imefikia 86%. Mkandarasi yuko site, kazi zinaendelea. Na ndugu zangu waandishi wa habari, nataka niwaahidi, tuombe Mungu tukijaliwa, nataka siku moja tufanye safari mimi na nyinyi. Hiyo press conference moja nataka tukafanyie kule kwenye miradi kule. Nataka muone wenyewe kazi inayofanyika kwenye SGR, kwenye ujenzi wa njia ya reli, lakini mwende mkaone pia na kazi kubwa inayofanyika kule kwenye bwawa la Nyerere, ili muwe na kitu kizuri cha kueleza Watanzania juu ya hizi kazi kubwa ambazo
zinaendelea kwenye nchi yetu. Kwa hiyo hili bwawa linaendelea vizuri, tuko 56% kama nilivyosema. Mkandarasi ule mradi utagharimu kama trilioni 6.5 na mkandarasi ameshalipwa kama trilioni 2.5 mpaka sasa, na kila wakandarasi wanapotoa zile hati zao za madai serikali inawalipa ili kazi zisikwame mahali popote. Lakini pamoja na hayo, mnafahamu kwa mfano mradi huu wa bwawa la Nyerere utaambatana na shughuli nyingine nyingi tu za uvuvi, za kilimo, za utalii. Kwa hivyo kuna maandalizi, kuna kamati ya kitaifa ambayo inafanya haya maandalizi. Labda niwaambie tu waandishi wa habari, kwenye hili bwawa pamoja na kupata umeme, kuna eneo ambalo limetengwa ambalo litakuwa na hekta kama 1.5 hivi. Hizi zinafaa kwa kilimo cha umwagiliaji. Lakini lile bwawa lenyewe litakuwa kubwa, litakuwa na urefu kama wa kilomita 100 hivi. Yaani wataalamu wanasema tunakwenda kuzalisha ziwa jingine la Tanzania pale. Kwa hivyo pale kutakuwa kuna shughuli za uvuvi, kutakuwa na utalii na biashara mbalimbali zitashamili. Kwa hiyo kuna kamati ya kitaifa ambayo imeundwa ambayo inaratibu haya mambo yote sasa, ili tutakapokuwa tumeanza basi mambo yote yaweze kwenda vizuri, kwa sababu tunatarajia ni sehemu ambayo itatoa fursa nyingi. Mradi mwingine wa kimkakati, ununuzi wa ndege. Wote mmeshuhudia juzi tumepokea ndege ya 9 kati ya zile 11 na ndege zingine 2 aina ya Airbus A220-300 tunatarajia zitafika wakati wowote mwaka huu. Kabla ya kuisha mwaka huu hizo ndege zitafika. Kwa hivyo tuna lengo hapa ni kuendelea kuimarisha usafiri wa anga nchi yetu, iwarahisishie wasafiri, wafanyabiashara, watalii kufanya biashara zao. Na unapozungumza faida hii ya ndege, ningependa sana waandishi wa habari hata tunapoandika kwenye uchambuzi wetu tuambie vizuri wananchi. Faida ya ndege huipati kwenye tiketi unayoikata. Faida ya ndege unapata kwenye matokeo ya usafirishaji wa abiria na mizigo. Hii leo kwenye nchi yetu hii, zamani ilikuwa mtu ukisikia kuna safari ya kwenda Mwanza unafikiria una saa 18 za kusafiri kwenye basi. Tena huko tulikotoka hata kabla ya ujenzi mkubwa wa barabara uliofanyika, mikoa ya kanda ya ziwa wakati mwingine ile lazima mpaka mtu upite nchi jirani ndio unakwenda kwenye mkoa wako wa ndani ya nchi yako. Lakini sasa hivi hili hakuna mtu anazungumza. Ni kwa sababu ndege zetu zipo. Ukitaka kwenda Mwanza sasa hivi ni saa 1.5 uko Mwanza. Popote pale unapotaka kwenda Tanzania, Air Tanzania ipo inatupeleka huko kwa usafiri wa haraka kabisa. Sasa haya ndio mambo ambayo tunazungumza. Inafanya hivyo, inakurahisishia wewe unayekwenda kuona jamaa zako, unayekwenda nyumbani, lakini inafanya hivyo inamrahisishia mfanyabiashara, mtalii yote anayekuja kwenye nchi yetu lazima angalie. Siku zangu za kufanya utalii Tanzania ni 5. Lakini Tanzania hakuna ndege, hakuna treni, usafiri mgumu. Siku 5 hizi nitaishia kituo kimoja. Lakini akiona kuna ndege, kuna treni, kuna barabara nzuri, tutaendelea kupata watalii wengi kwenye nchi yetu, na hapo tutapata faida sasa ya mapato yanayotokana na utalii. Na mkumbuke kwamba tumeweka malengo sisi kama serikali, kama nchi, kwamba ifikapo mwaka 2025 idadi yetu ya watalii ambao sasa hivi ni chini ya milioni 2 tufike angalau watalii milioni 5. Sasa huwezi kufika watalii milioni 5 kama huna usafiri wa uhakika, na hasa usafiri huu wa ndege ambao ni haraka na unawawezesha watalii wetu kwenda haraka. Lakini jingine kwenye eneo hilo ni kwamba sasa hivi shirika letu la ndege linaendelea kupanua mtandao wake. Tunavyo vituo 15 ambavyo ndege zetu zinatua za Air Tanzania katika kuimarisha usafiri huu wa anga, lakini pia tunatarajia pia kuanzisha vituo vingine vipya huko nje kwenye nchi za kikanda za kwetu. Hapa tuna vituo vingine 7, lakini hivi karibuni tunataka kurudisha safari zetu za Lubumbashi, Johannesburg na Msumbiji. Lengo letu ni kwamba watalii wanaokuja Tanzania wawe na uhakika wa kwenda pia maeneo mengine. Sasa hapa ndio maana serikali inanunua ndege na kulipatia shirika letu hili ili liweze kuwa na usafiri wa kutosha. Lakini pia niwape taarifa tu kwamba pamoja na kwamba tutapata hizo ndege 11 mpaka mwisho wa mwaka huu, upo mpango wa serikali. Na hivi tunavyozungumza mikataba imeshasainiwa na shirika letu la ATCL. Tunataka kununua ndege nyingine 5. Ndege moja itakuwa ni ya masafa marefu kama zile Dreamliner na zile Boeing 787-8 zile makubwa kama yale. Tunanunua zile moja ya abiria na tunanunua moja ya mizigo, kwa sababu nchi yetu sasa hivi inafanya vizuri sana kwenye matunda na mboga mboga, na tunataka tuanze kuwa tunafikia na minofu. Tunataka tuanze kuwa tunafikia sasa masoko, tunapeleka bidhaa za Watanzania huko, wanapata fedha. Kwa hiyo itanunuliwa pia ndege kubwa ya mizigo ambayo itakuwa inafanya kazi hiyo. Lakini tunataka kununua pia ndege za masafa ya kati
hizi za level ya Airbus za abiria kati ya 160 na 170, tunanunua zingine 2, na tutanunua ndege za masafa mafupi hizi ambazo ni maarufu hapa Bombardier. Na nataka niwaambie sasa hivi hii Bombardier sasa inaitwa de Havilland Canada -8. Ndio jina jipya hilo, sio Bombardier tena. Kwa hiyo hizo Bombardier hiyo tunanunua nyingine moja, hizo za abiria 76, ili tuweze kukamilisha hiyo idadi ya ndege hizo 5. Wakati wote zitakapoanza tutawajulisha, lakini mjue kwamba mikataba imeshasainiwa kati ya ATCL na watengenezaji wa ndege hizi. Kuhusu ujenzi na uendelezaji wa jiji la Dodoma, kazi inaendelea. Maandalizi ya ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Msalato yanaendelea. Unafahamu kuna zaidi ya bilioni 660 zimetengwa kwa ajili hiyo. Kuna kilomita 112 za barabara za mzunguko ndani ya jiji la Dodoma, ring roads zile pia kazi inaendelea. Kuna kama bilioni 500 hivi ziko tayari kwa ajili ya kazi hiyo, lakini pia kuna kazi kubwa ya kuhakikisha Dodoma inapata maji yale ya kutoka bwawa la Farkwa, na hivi tunavyozungumza ni kwamba Benki ya Maendeleo ya Afrika imeridhia kuifadhili Tanzania kwa mkopo wa masharti nafuu kiasi kama cha bilioni 910 hivi kwa ajili ya kuhakikisha maji ya Farkwa yanapelekwa jijini Dodoma, na maji haya mradi huu utahusisha kujenga bwawa, lakini pia tutalaza bomba ambalo litapita kwenye wilaya za Chemba, tutapitisha Dodoma mjini, Chamwino na Bahi, ili haya maeneo yote yapate maji ya uhakika. Kuhusu ujenzi wa miundombinu, barabara na madaraja, kazi pia inaendelea maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kuna miradi mikubwa ya ujenzi inaendelea, na ningependa niwape taarifa ya maendeleo ya baadhi ya miradi. Kuna upanuzi wa barabara ya Kimara Kibaha, wote mnafahamu. Sasa hivi ujenzi umefikia 19.2, umefikia 90%, umefikia 90% mpaka sasa. Hii barabara ina urefu wa kilomita 19.2. Lakini tuna ujenzi wa barabara ya mabasi yaendayo haraka BRT awamu ya pili, tuna kama kilomita 20 hivi, tuko zaidi ya 22%. Kazi inaendelea na wametakiwa ongeze kasi kidogo kwa sababu tunataka kutekeleza awamu ya 3 na ya 4. Lengo letu ni kwamba usafiri huu wa mwendo kasi ndani ya jiji la Dar es Salaam, basi kwenye hizi njia kuu zote uweze kupita ili wananchi waweze kusafiri vizuri bila vikwazo. Lakini tuna ujenzi wa barabara ya Tabora Koga Mpanda kilomita 356, ni mradi mkubwa sana huu. Hivi tunavyozungumza umefikia 75%. Tuna ujenzi wa barabara ya Mbinga Mbamba Bay kilomita 66, hii imekamilika. Sasa hivi mtu ukienda Songea unakwenda Mbinga, unakwenda mpaka Mbamba Bay ziwani kule ndio kuna bandari ya Mbamba Bay, ambayo sasa pale kuna meli zimenunuliwa na serikali, meli 3 kwenye ziwa Nyasa. Sasa kuna uhakika wa usafiri sasa wa kutoka Mbamba Bay kwenda Nkata Bay kule Malawi. Kwa hiyo ile barabara sasa imekamilika kwa 100%. Kuna ujenzi wa barabara ya Kabingo Kasulu Manyovu kilomita 260.6, kazi ndio kwanza imeanza kwa 7% inaendelea. Kuna ujenzi wa barabara ya Lusitu Mawengi kilomita 50 umefikia 69%. Kuna ujenzi wa barabara ya Njombe Moronga Makete kule nyumbani kwangu kule Njombe kilomita 107.4, kazi imefikia 77%. Kuna ujenzi wa barabara ya Sumbawanga Matai Kasanga kilomita 112, na ujenzi huu umekamilika tayari, wananchi wanatumia barabara hii. Madaraja makubwa, tuna daraja la Tanzanite linalounganisha Coco Beach na Aga Khan hapa Dar es Salaam, ile Salenda mlikuwa mnaita, inaitwa Tanzanite Bridge. Kazi imefikia iko zaidi ya 90%. Tunajenga mradi huu pale kwa zaidi ya bilioni 260. Lakini tuna daraja la JP Magufuli, ile daraja la Kigongo Busisi linalokatiza pale Ziwa Victoria, kazi inaendelea, imeshafika 29%. Serikali pale inatumia kama bilioni 700 hivi kutekeleza mradi huu, na lile ni daraja refu, litakuwa refu kwenye ukanda wote, lina kilomita kama 3.2 hivi. Tuna daraja la Wami la mita 500, nusu kilomita, mita 510, na ujenzi wake umefika 51%. Lakini kupitia TARURA mwaka huu kama ambavyo mmeelezwa, tunataka kukabiliana sana na hali mbaya ya barabara kwenye maeneo ya vijijini. Kwa hivyo serikali imetenga fedha kwa kila jimbo litapata kama shilingi bilioni 1. Lengo letu ni kwamba kila jimbo liwe na uamuzi wa kama wanajenga barabara za changarawe, basi watajenga kilomita 20. Kama wanajenga za lami, watajenga kilomita 2. Kwa hivyo huu ni uamuzi madhubuti umechukuliwa na serikali kuhakikisha kwamba tunaanza kukabiliana na tatizo hili la ubovu mkubwa wa barabara kwenye maeneo ya vijijini. Kuhusu harakati za kuvutia uwekezaji na kuboresha mazingira ya kufanya biashara, kazi kubwa inafanyika. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweka msukumo wa kipekee sana kwenye eneo hili. Kwanza amekutana na wafanyabiashara kupitia TPSF, taasisi ya sekta binafsi,
na ataendelea kukutana nao wengine, lakini lengo ni kuwatia moyo, kuhakikisha kwamba wanapata mazingira mazuri. Mnafahamu kwenye nchi yetu tuna kitu kinaitwa blueprint, ile nyaraka ambayo inaeleza juu ya juhudi za kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Kwa serikali inaendelea kutekeleza mpango huu kwa nguvu zote, kuhakikisha wafanyabiashara hawakutani na vikwazo vya kikodi, hawakutani na vikwazo visivyo vya kikodi, tunapunguza urasimu na Tanzania inakuwa sehemu nzuri ya uwekezaji na kufanya biashara. Mheshimiwa Rais ameshakutana na viongozi mbalimbali kwenye nchi mbalimbali, amezungumza nao akiwahamasisha wawekezaji kutoka kwenye hizo nchi waje Tanzania wawekeze, lakini pia wafanyabiashara wa ndani ya nchi pia wafanye biashara zao. Mnafahamu yale mambo ya task force kwenye kukusanya kodi yameondolewa na sasa wafanyabiashara wanalipa kodi kwa hiari yao. Na nataka niwaeleze ndugu zangu waandishi wa habari, hata ukusanyaji wa kodi ni mzuri sana. Mwezi uliopita huu tumekusanya shilingi trilioni 1.84. Yaani ni ukusanyaji wa juu, kwa sababu watu wengi walikuwa na wasiwasi pengine baada ya kuondoa maguvu na nini pengine ukusanyaji wa kodi ungeshuka sana. Nataka niwahakikishie ukusanyaji wa kodi, na huko mbele nitawaeleza jinsi hali ya ukusanyaji wa kodi jinsi ilivyo. Kwa kazi kubwa inafanyika na Tanzania imeendelea kubaki kuwa sehemu nzuri ya uwekezaji, tukiwa na fursa nyingi. Kwanza idadi ya watu, nchi yetu ina zaidi ya watu milioni 60, ina takriban watu milioni 60. Matarajio yetu ni kwamba sensa ya watu na makazi itakayofanyika mwakani itatupatia idadi mpya, lakini tuna faida ya kikanda, kuna watu hapa zaidi ya milioni 400. Tanzania nchi yetu hii ina mikataba mbalimbali ya kushirikiana katika biashara. Kwa hivyo mfanyabiashara anayewekeza Tanzania ana uhakika wa kufanya biashara katika maeneo mengi bila kupata vikwazo. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, samahani, mwakani nchi yetu tunatarajia kuwa na sensa ya watu na makazi. Na hii sensa mnafahamu huwa inafanyika kila baada ya miaka 10. Lengo lake ikiwa ni kupata idadi ya watu, ambayo idadi hii tunaitumia sasa kwenye utengenezaji wa mipango mbalimbali ya serikali. Sasa maandalizi ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 yanaendelea. Majaribio tunatarajia kuyafanya mwezi huu wa 8, yatafanyika, mtajulishwa baadaye. Lakini tumeandaa mkakati wa mawasiliano kwa ajili ya kutoa elimu. Niwe radhi, naona kikohozi kidogo lakini niko sawa sawa. Kwa tumeandaa mkakati huu wa mawasiliano kwa ajili ya kuhamasisha wananchi waweze kushiriki kwenye eneo hilo. Ombi langu kwenu waandishi wa habari ni kwamba tushirikiane kuhakikisha tunatoa taarifa sahihi kwa wananchi, tuwahamasishe wajitokeze kwa ajili ya kuhesabiwa kwenye sensa hii ya watu na makazi itakayofanyika, ili nchi yetu iweze kupata takwimu ambazo zitasaidia katika upangaji wa masuala mbalimbali ya kimaendeleo. Na ndugu zangu, idara yangu ya habari maelezo tutaratibu kwa upande huu wa vyombo vya habari. Naomba tutakapokuja kwenu basi tushirikiane, tuhakikishe tunatengeneza kama ni vipindi na wananchi tunawapa taarifa zote zinazohusiana na sensa ya watu na makazi. Tutakuwa tukishirikiana na ofisi yetu ya takwimu NBS na ofisi ya mtakwimu mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar OCGS, ambao wapo tayari muda wote kushirikiana na sisi. Kuhusu hali ya ukusanyaji wa mapato sasa, ambayo nilikuwa nimewaeleza, kama nilivyosema, Mheshimiwa Rais alishasema hiyo kwamba hataki ule ukusanyaji wa vurugu. Kodi zikusanywe kwa weledi na Watanzania waitikie kukusanya kodi. Serikali inataka watu wote watii ulipaji wa kodi, kwa sababu kodi ni maendeleo. Na nataka niwaeleze kwamba pamoja na kutolewa kwa maagizo haya na kuanza kutekelezwa, hali imekuwa nzuri sana. Ukusanyaji wa mapato katika robo ya mwisho ya mwaka 2020-2021, yani April mpaka Juni 2021, hali ya ukusanyaji wa mapato kwa wastani ilikuwa ni, kwa kipindi chochote cha miezi minne tumekusanya kama trilioni 4.41, ambayo ni wastani wa kama trilioni 1.51 hivi kwa mwezi. Kwa hiyo ukusanyaji wetu ni mzuri, lakini kama nilivyosema, kwenye mwezi huu uliopita ndio tumekusanya kiwango kikubwa zaidi. Tumekusanya trilioni 1.84 mpaka 5 hivi. Serikali inawashukuru Watanzania wote kwa kuitikia wito huu wa kulipa kodi, na tunawasihi waendelee kufanya hivyo, kwa sababu kodi hizi ndizo ambazo zinatusaidia kununua bidhaa mbalimbali, kuleta mahitaji kwa ajili ya Watanzania, kufanya miradi ya maendeleo, hayo mabarabara, madaraja, majengo ya shule, hospitali, tunavipata kwa kulipa kodi.
na tungependa sana kwenye eneo hili wa Tanzania tuelewane kwamba unapolipa kodi si adhabu. Kodi ni uzalendo kwa nchi yako. Kwa hivyo Watanzania tuanze kujenga utamaduni wa kutembea kifua mbele unapokuwa umelipa kodi yako inavyopaswa. Lakini pamoja na ukusanyaji wa kodi, kuna ukusanyaji wa mapato katika halmashauri ambayo haya mapato pia yanakwenda kutumika kwenye shughuli za maendeleo. Mnafahamu kwenye zile halmashauri ambazo zinakusanya mapato yasiyozidi shilingi bilioni 5, maelekezo ya serikali ni kwamba 40% ya hizo fedha zinatakiwa ziende kwenye shughuli za maendeleo. Kama ni kujenga zahanati hizi tulizowataja, kujenga zahanati, shule, barabara, vitu mbalimbali, huduma ambazo zinatolewa na halmashauri kule. Lakini zile halmashauri ambazo ukusanyaji wake wa mapato ni zaidi ya shilingi bilioni 5 kwa mwaka, zinatakiwa zipeleke 60% ya mapato yake kwenye halmashauri kule, ili ziweze kwenda kutekeleza miradi ya maendeleo ya wananchi, badala ya hizo fedha kuishia mifukoni, watu wakagawana kwa posho na mahitaji ambayo hayaleti matokeo kwa wananchi. Kwa hivyo katika mwaka 2020 na 2021 katika kutekeleza hilo, hali ya ukusanyaji wa mapato ilikuwa nzuri, na kila sasa niwaambie sana utekelezaji wake. Ukusanyaji wa mapato ulikuwa 93%. Halmashauri zetu zimeweza kukusanya shilingi bilioni 757 ambayo ni 93% kama nilivyosema ya malengo. Tuliweka malengo ya bilioni 815 na fedha hizi zimeongezeka kwa kiasi cha shilingi bilioni 40 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kuhusu tozo za miamala ya simu, najua hapa pana maneno mengi hapa. Sasa tozo za miamala ya simu, labda kwanza niseme kwamba serikali, kumekuwa na kilio cha muda mrefu sana cha kwamba serikali iongeze vyanzo vya mapato, ipanue vyanzo vya mapato, tuweze kupata fedha nyingi tutekeleze miradi yetu. Sasa serikali iliona tuanzishe chanzo hiki cha tozo kwenye miamala ya simu. Na haya ni mawazo ambayo nataka niwahakikishe ndugu zangu waandishi wa habari, haya ni mawazo yaliyotoka kwa wadau wenyewe. Kwa serikali ikayapokea, ikayapeleka bungeni wakatunga sheria, na ndio tozo imeanza. Lengo ni kwamba tozo hii ikusanywe, ikishakusanywa iende ikatusaidie kukabiliana na matatizo ya barabara vijijini, matatizo ya maji, matatizo ya vituo vya afya. Vituo vyetu vya tiba huko vijijini vinahitaji kwanza kujengwa sehemu ambazo havipo. Maki nchi yetu hii tuna halmashauri karibu 69 hivi zinahitaji kujengewa hospitali. Tuna kwenye ngazi ya tarafa kule tunataka kujenga vituo vya afya karibu kote. Waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Umi Mwalimu atakuja kueleza siku moja. Tunataka kujenga huko kote. Sasa unatimizaje haya mambo? Kwa sababu wakati mwingine ni lazima tukubaliane kwamba huwezi kuwa na barabara kama huna pesa. Huwezi kuwa na kituo cha afya kama huna pesa. Sasa tunatekelezaje hilo? Ndio tukaja na hili sasa la tozo ambalo lilitokana na wadau wenyewe, likapelekwa bungeni, likajadiliwa na likafanywa uamuzi. Lakini sasa hata hivyo kumekuwa na madai ya wananchi kwamba tozo hizi zinawaumiza. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais alishatoa maagizo, ametoa maagizo kwamba sasa Waziri wa Fedha na Mipango na Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari wakae wapitie madai haya ya wananchi na watoe majawabu. Kwa kazi hii imefanyika katika kuhakikisha ni kwa namna gani sasa tunajibu hili la wananchi, tunaleta unafuu, lakini bila kuathiri mpango huu wa kupeleka huduma za wananchi. Tukajenge barabara, tukajenge vituo vya afya, tukapeleke maji na huduma nyingine nyingi. Kwa hivyo jana, napenda kuambia, jana Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu na Mheshimiwa Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Dr. Faustin Ndugulile wamewasilisha taarifa kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa juu ya mapendekezo ambayo wameyatoa katika kutekeleza sasa haya maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuzingatia na kufanyia kazi madai ya wananchi. Taarifa imewasilisha jana na Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa maelekezo mengine ya namna ya kwenda kurekebisha zaidi, kuiweka vizuri zaidi hii taarifa. Sitakuwa na majibu leo juu ya nini kimeamuliwa, lakini wakati wowote itatolewa. Lakini jana kama ambavyo ilikuwa imeahidiwa, taarifa imetolewa, na bila shaka wakati wowote serikali sasa itakuja sasa na maelezo na mpango, kwa sababu kilichokuwa kinatakiwa hapa, mkumbuke kwamba hii tozo imewekwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hakuna namna